Basi na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, sikia maombi yetu, utubariki kwa neno lako. Nenda pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tuketi chini tafadhali. Wakristo wote mniruhusu niwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lazima kitaya. Mwami Yesu afume. Bwana asifiwe. Kwa sawa. Nashukuru Mungu, hili baada ya pili sikuwa naye hapa. Baada ya kwanza tulikuwa na watu kama 30. Na leo naona tunaendelea vizuri. Mungu ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kila mtu lazima atapitia majaribu. Kila mtu, haijalishi ni mzee wa kanisa, hata padri, kila mtu ni lazima atapitia majaribu. Siku moja nilikuwa parokia ya Kimenini. Nilifanya kazi Kimenini miaka 8. Kwa hivyo nilikuwa na shilingi 100, yani between me and poverty nilikuwa na shilingi 100. Na unajua ukiwa na 100 peke yake na unaenda kwa matatu, unalipa hiyo pesa haraka, ili chochote ikitokea umeshalipa fare, hauna shida. Kwa hivyo nilipoingia kwa gari, nikapatia kondakta shilingi 100. Nikamwambia naenda town. Nilikuwa 50 bob kutokea Kiminini mpaka town. Tukasafiri tu vizuri. Tulipofika hapo kwa district karibu na ofisi ya diocese, huyo mtu badala ya kunirudishia shilingi 50, akanirudishia shilingi 450. Na nakwambia sina pesa ingine. Karibu niseme Mungu amemtumia. Yaani majaribu ikakuja, hii pesa nimrudishie ama nifungue. Nikasema nikiingiza kwa mfuko nitapata majaribu. Nikamwambia ndugu yangu, pesa ambayo ni yangu ni 50, hii 400 ni yako. Nilifikiri atanirudishia hata 100 ni yangu. Lakini hakunirudishia hiyo 100, akaenda na pesa yake. Sema asante sana, ni mzuri kubebanga wachungaji. Basi nikatoka na hiyo 50 yangu nikashuka town. Na niliposhuka town, nilipotembea hivi kidogo, nikakutana na Mkristo wangu ambaye Mungu alimuita 2012, alikuwa anaitwa Christopher Mulumbi. Yeye aliponiona akaniambia, "Hey padre, sijakuona siku mingi. Bwana asifiwe." Akaniambia, "Mchungaji simama hapo." Unajua hata siku hiyo sikuwa najua ATM. Akaniambia, "Padre simama hapo." Nikaona akaenda kwa ukuta, akafinya na akaniletea shilingi 1000. Akaniambia, "Mchungaji." Nikasema kama ningepokea ile ya majaribu, ningepata shida. Kwa hivyo Mungu akanisaidia, nilirudisha, nikapokea ambaye ni halali. Amen. Hivyo jamaa mmoja wa kanisa ya ADC alikuwa assistant pastor. Yeye alitaka kuchaguliwa kuwa counselor. Watu wakamwambia, "Nawe ni mtu wa kanisa, lakini kila mtu wako na haki yake. Sisi unataka kura yetu, hatutakuchagua usipotunulia vitu ya wazee. Pastor amua unataka cheo ama utunge Ukristo wako. Wewe amua. Uamuzi ni yako mwenyewe." Kama vile wabukusu wanaimba ya riera yengine, utasema papa, utasema mwenye. Amua. Unataka cheo ama unataka utunge imani yako ama kura upotezi. Huyo mchungaji majaribu ikamjia akasema, "Hata nikuwanunulia pombe sinisikumu. Nani ataona siku usiku?" Akaamua kuwapatia 2000 waende wakunywe pombe. Walipokunywa pombe, walipotosheka wakasema, "Kumbe tuko na pastor
ni majaribu. Somo letu la leo ambayo ni Injili imepatikana kutoka katika kitabu cha Mathayo 4:1 mpaka 11. Yesu Kristo aliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda jangwani aweze kujaribiwa. Hiyo ya kwanza, alikuwa amekaa njaa siku 40 usiku na mchana bila kukula. Shetani akamuuliza akasema, wewe si ni mwana wa Mungu, geuza jiwe iwe mkate. Yesu akajibu kwa neno lake la Mungu kutoka kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati na Kumbukumbu la Torati. Yeye akamwambia, Yesu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate peke yake, bali ataishi kwa kila neno litokalo kwa pumzi ya Mungu. Akaenda majaribu ya pili, akampeleka juu ya hekalu na akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe, watu wakuone, jitupe. Yeye imeandikwa, atalete malaika watakuja kukukinga, mguu wako usijikwae. Hata shetani alikuwa na quote maandiko, Zaburi ya 91, lakini alitumia maandiko kwa njia mbaya. Yeye akasema, usimjaribu Bwana Mungu wako. Jaribu ya tatu, akampeleka penye aliona ufalme wote, akamwambia, hii yote nitakupa, bora unyenyekee na kusujudia Mungu. Akamwambia, imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu peke yake. Hivyo majaribu aina tatu ambaye kila mmoja wetu atapitia. Jaribu ya kwanza ni majaribu ya matamanio ya mwili. Mwili wetu unatamani mambo mengi. Mwili wetu unatamani mambo mengi. Jaribu ya matamanio ya mwili, yaani jaribu ya kukutana na mahitaji ya kimwili kando na mapenzi ya Mungu. Haya majaribu tunayapitia, majaribu ya matamanio ya mwili. Mwili inataka kutenda dhambi, mwili inajaribiwa, lakini nataka niwaambie ni kwa neno la Mungu peke yake ndiye sisi tunaweza kutosheka. Uko na matamanio mengi ya mwili. Niliwaambia kitambo nilikuwa navuta sigara. Ilikuwa inaitwa SM. Tulikuwa tunasema sina mapenzi, SM. Nilijaribu kuacha. Hata siku moja ile master akamsika, akanipata, akanipiga viboko 8 kafu. Aliumiza tu mwili, lakini hakuumiza tamaa ya kuvuta sigara. Umeona mtu akifungwa kutoka kwa polisi na alikuwa mlevi, akitolewa kwa sel penye anauliza ni penye iko tena, kwa sababu matamanio ya mwili haiwezi kutibiwa na dhambi. Wakati unapoingia kwa dhambi ndio unatamani zaidi. Ulevi, ukiingia kwa ulevi ndio unatamani zaidi. Hata mimi nilishindwa mpaka wakati nikajua kwamba mtu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa neno la Mungu. Neno la Mungu peke yake ndio linaweza kutibu matamanio ya mwili. Nataka kusema kwamba majaribu ya matamanio ya mwili yako kwa kila mmoja wetu. Kulikuwa na mzee mmoja wa kanisa bahari, siwezi sema, na watoto ambao alikuwa amepata ni watoto 8 na wote walikuwa wasichana. Yeye akasema alikuwa ametamani sana kijana, akaingia kwa majaribu. Akasema akaona sasa penye imefika, nimejaribiwa ya kutosha, mimi nataka mtoto kijana. Akaoa bibi na bibi.
Pia yeye akakuwa mjamzito na bibi ya kwanza akakuwa mjamzito. Yeye ilifanyika ni kwamba wote kwa mara ya kwanza wakazaa vijana. Huyo jamaa akauma kidole akasema sijui nini ilinifanya, lakini saa zingine ngojea Bwana. Neno la Mungu linatujia kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Amen. Ndoa ya kwamba wakati unapoingiliwa na majaribu ya matamanio ya mwili, Mungu akusaidie ujue ni kwa neno la Mungu peke yake ndio utapona. Kwa neno la Mungu peke yake ndio Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe. Jaribu ya pili ni majaribu ya mali. Shetani aliambia Yesu Kristo, nitakupa kila kitu bora uniinamie. Iko mhubiri mmoja Uganda alikuwa akiombea watu, alikuwa na handkerchief, akikuombea unaanguka chini. Yaani alikuwa na handkerchief, akiombea watu unaanguka chini. Siku moja akakuja kwa kanisa letu la Kianglikana, lakini ilikuwa ni Episcopal Church Uganda. Watu waliposikia huyo mhubiri amekuja wakajaa kanisani. Na yeye walipokuwa na mchungaji kwa vestry na askofu wa hiyo askofu wao, huyo mhubiri akawaambia, tafadhali mimi mniruhusu niongee na Mungu wangu. Hao wakatoka nje wakaenda wakaongea maneno na kuota maneno ya Kianglikana tu, lakini huyu jamaa amebakia ndani ya vestry. Kwa sababu gani? Anataka kuomba Mungu wake. Sio unajua mgeni wakati mwingine unampatia heshima, akamwachia akae hapo. Hao wakaenda nje. Wakakaa dakika 10 atoki. Na unajua Waanglikana wanachunga saa, wale wa kamili wanachunga saa. Dakika 20 huyu mtu atoki, wakamwambia hapana, wacha tuende. Tusukume hii mlango tumwambie masaa. Ingawa sisi ni watu wa kiroho, lakini Waanglikana ni watu wa masaa. Kwa hivyo wakasukuma, waliposukuma mlango wakapata hapo na mizizi tofauti. Na anaomba kwa njia tofauti. Wakasema turuhusu huyu mtu aende na hii handkerchief. Wakasema hata wengine wakasema huyu ni mtu anaabudu miungu mingine. Hata tusiruhusu uhubiri. Watu mchungaji mmoja aliyekuwa mzee, wachana na hao chikizi. Mzee akasema turuhusu yeye ahubiri, lakini handkerchief ibaki hapo. Lakini yeye aende ahubiri bila handkerchief. Wakafunga handkerchief kwa vestry. Wakasema akimaliza mambo yake watachukua handkerchief. Wakaenda wakatembea. Saa ya mahubiri wakakaribisha mhubiri kuja kuhubiri. Wewe nikwambie, aliposimama bila hiyo handkerchief akazimia. Ilibidi wabebe yeye mpaka kwa vestry. Walipomvishia handkerchief yake hadi hizo akapona kwa sababu miungu yake ilikuwa kwa handkerchief. Ndio mimi nataka niwaambie, kuna miungu aina mingi. Shetani anasema niinamie, nitakupa kila kitu. Kama ni nguvu, kama ni uwezo, mimi nitakupa vyote. Na mimi nataka nikuambie, nguvu, mamlaka bila msalaba ni kazi bure. Yeye alitaka Yesu apate mamlaka bila kuteseka msalabani. Nataka nikwambie, majaribu ambayo tuko nayo ni ya kufanikiwa bila msalaba, bila kupitia changamoto. Kupanda mbegu, majaribu bado iko mpaka sasa. Kuna kanisa hata kabla hajaanza kuhubiri ameweka namba ya M-Pesa. Yaani wanataka kubarikiwe bila kupitia changamoto. Ndiposa Waanglikana ni tofauti. Nilitembea nikibariki mashamba. Mungu anabariki kazi ya mikono yenu. Usiingie kwa majaribu ya kupokea vitu bila gharama yake. Yesu Kristo alipewa mamlaka baada ya kupitia msalaba. Bwana asifiwe. Je, kuna baraka bila kufanya kazi? Hakuna. Mungu anabariki kazi ya mikono yetu.
Bwana asifiwe. Amen. Nimebakia na nyumba chache sijaombea mashamba yao, lakini nitaomba kwa neema ya Mungu kabla hajaanza kazi hiyo, nitafika na nitabariki. Jambo la mwisho ni majaribu ya kiburi na umaarufu. Yaani shetani akampeleka Yesu juu ya hekalu, akasema jitupe, na ukisha jitupa malaika watakuja kukushikilia. Watu wataona wewe mtu mkubwa. Ninaomba tusiingie kwa majaribu ya umaarufu, ya kutaka kusifiwa zaidi ya Kristo. Yeye unafanya wacha Kristo aonekane. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikuambie, siku moja niliitwa kuhubiri kwa kanisa hili. Na nilikuwa bado chipukizi. Hata sikuwa nimeoa. Nikavaa tu clerical shirt yangu, ni kanisa kubwa. Clerical shirt yangu ya black na longi ya nyeusi. Hao watu wanapiga story baadaye. Waliangalia mchungaji wakasema, na leo umetuletea kuhubiri aina gani? Hata hana koti. Afadhali ukose koti lakini una Yesu, si ndio? Afadhali hata ukose nini lakini ukiwa na ujumbe wa Yesu Kristo. Yesu ndiye anayebadilisha. Yesu ndiye anayekuza. Baada ya kutoka kuhubiri hapo, kuna jamaa mmoja hapo akaniambia, mchungaji, wewe umewahi kula Kitale Club? Nikamwambia sijawahi kwa mchana. Akaniambia, umenibariki na neno, leo nitakupeleka Kitale Club. Nikaenda kukula na watu wakubwa, hata minister alikuwa huko. Ni kwa sababu usipojiletea umaarufu, Mungu atakutafutia umaarufu. Kwa kazi ambayo unafanya ya ujenzi wa annex, hata kutoa fungu la 10, wewe toa bila kujitafutia umaarufu, na Mungu atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Lakini ukijitafutia umaarufu, umeshapokea baraka zako. Wakati watu wanakusifu, umepokea baraka. Lakini Yesu akasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Ninaomba Mungu atusaidie tusijiingize kwa majaribu ya kwamba ni mimi peke yangu. Wengi wanafikiria kwamba ni mimi, I and myself. Kama sio mimi, haitawezekana. Nataka nikwambie, bila mimi injili itaendelea. Bwana asifiwe. Ninaomba ya kwamba kila mtu ajue ya kwamba kila mtu ako na sehemu yake. Mungu wa amani awabariki wapendwa. Mungu wa amani awe pamoja nani. Tukumbuke vitu vitatu: majaribu ya tamaa ya Mungu. Haya majaribu tutashinda kwa neno la Mungu. Jambo la pili ni majaribu ya cheo na mamlaka isiyopitia kwa msalaba. Mungu atuepushe, tujue lazima tupitie kwa msalaba na changamoto. Jambo la tatu ni majaribu ya kutaka kujiinua. Mungu atunyenyekeze na Yesu mwenyewe ainuke kwa maisha yetu. Amen.